Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Azam FC kama ulivyosema ni timu yenye nguvu ya kiuchumi, wana pesa, wanafanya sajili nzuri, fanya sajili kubwa. Walipokuwa nakwama Azam FC, nadhani walikuwa wanakosa yule kocha muhimu ambaye ana mafanikio tayari kwenye benchi lao la ufundi, ambaye Faisal akiwa kwenye pitch akimuona pale nje anatambua kwamba kocha anahitaji kitu gani, anahitaji nifanye nini kiwanjani. Huyo mtu kwenye benchi la ufundi Azam FC walikuwa wanamkosa. Baada ya ujio wa Florent Ibenge, Azam FC nina imani hata saizi mentality ya wachezaji imebadilika. Mentality ya mashabiki kuwa na yale matamanio imebadilika. Unajua sababu kubwa ambayo wengi tulikuwa tunazungumza, mashabiki na hata sisi wachambuzi, ni kwamba Azam inakosa ule msukumo wa mashabiki, kwamba watu wa kuwapush kama ilivyo kwa Simba na Yanga. Nadhani umeshuhudia kilichotokea Simba, kilichotokea Yanga misimu iliyopita na hata msimu huu, jinsi mashabiki walivyokuwa na pressure, kuweka shinikizo kwa uongozi, kuweka shinikizo kwa wachezaji, kuweka shinikizo kwa benchi la ufundi. Hicho kitu Azam walikuwa nakikosa. Wale mashabiki walikuwa wanaichukulia poa timu yao, kwa hata kudimandi vitu vikubwa walikuwa wanaona kama yani wao kumaliza top 4 kwenye ligi, wakienda kushiriki Mapinduzi Cup, Mungu akijalia wamechukua, basi wanaridhika. Michuano ya kimataifa ilikuwa haipo kabisa kwao. Tangu mwaka 2013 mpaka hivi sasa tunavyozungumza, Azam FC hawajawahi kufuzu hatua ya makundi. Sio shirikisho, sio klabu bingwa. Na shirikisho kashiriki mara 8. Zote hajawahi kufuzu hatua ya makundi. Mara ngapi? Mara 8. Klabu bingwa kashiriki mara 2. Hajawahi kufuzu hatua ya makundi. Si ndio? Misimu 10 aliocheza yote kwa maana ya shirikisho na klabu bingwa, misimu 10 hajawahi kufuzu hatua ya makundi. Huu msimu ambao anaucheza saizi hatua za awali ni msimu wa 11. Akifanikiwa kumondosha KMKM akafuzu kwenda makundi, itaandikwa historia. Na hata kama ni historia yenyewe, itaandikwa kwa wino wa dhahabu. Majina ya wachezaji wa Azam ambao wamefanikiwa kuweka rekodi hiyo, lakini pia jina la Florent Ibenge litaandikwa kwa wino uliokoleza zaidi. Kwa maana ndio itakuwa ni heading pale juu, kichwa cha habari, kwamba Florent Ibenge aipeleka Azam makundi kombe la shirikisho. Si ndio? Hebu tazama kwa kipindi chote hicho Azam ilikuwa na kwa mawapi. Ndio nimekupa sababu kama hizo, kwamba walikuwa wanakosa mtu mwenye mafanikio kwenye benchi la ufundi kwa maana ya kocha mkuu, walikuwa wanakosa mashabiki wa kuwapa pressure wachezaji wao. Pengine kwa tunakaa tunalaumu, mbona tunamuona Sopo anafanya kawaida kiwanjani kwa nyakati zile, mbona tunamuona Kipe anafanya kawaida uwanjani. Kumbe kwenye benchi la ufundi hana mwalimu ambaye hata akimtazama anaona mafanikio. Unajua kuna mwalimu ukimtazama ni mafanikio. Kwa mfano nitolee mfano, napenda kuzungumzia anapozungumzia mpira wa Kiafrika au wa Kitanzania, najaribu kuoanisha na wenzetu Ulaya wanafanyaje. Kwa mfano mtu kama kocha kama Jose Mourinho, the special one. Yule ni kocha mafanikio. Anapokuwa kwenye timu yoyote, mentality tu ya wachezaji wenyewe inabadilika, kwamba tuna kocha ambaye ameshinda karibia kila kitu. Kwa hiyo yeye kama kocha pengine hana shida ya kutoa Champions League, hana shida ya kutoa EPL, hana shida ya kutoa La Liga, lakini mimi kama mchezaji bado nina kitu cha kufanya mbele yake. Tazama Jose Mourinho alipokwenda Manchester United. Ni Manchester ambayo wamepita makocha wengi, Louis van Gaal, amepita akina David Moyes, amepita akina Ralf Rangnick, amepita Jose, kawapatia Europa Cup. Kwa hiyo mentality wewe inaanza kubadilika kutokea kwenye benchi la ufundi, kwamba mchezaji akiona kwenye benchi la ufundi kuna mtu ambaye ana CV kubwa, ambaye ndiye anawasimamia, hata wenyewe pia wachezaji wana twist mind zao kwamba kuna kitu ambacho tunapaswa kukifanya. Kwa hiyo Azam FC ya msimu huu ambayo imepata bahati, mimi nasema imepata bahati ya kufundishwa na kocha Florent Ibenge, miongoni mwa makocha bora sana barani Afrika.
miongoni mwa makocha bora sana barani Afrika. Yani tukiwa link wale makocha wakubwa barani Afrika, jina lake huwezi kulitoa. Hata tukiweka makocha 10, huwezi ukatoa jina la kocha wa Azam Florai Benge. Utaweka kina Walid Regragui waliokuwa timu ya taifa Morocco, si ndio? Utaweka kocha aliyekuwa Pitso Mosmane, lakini jina la Florai Benge pia litatokea pale. Ni kocha ambaye analifahamu vizuri sana soka la Afrika. Na hata hivyo majuzi kuna mkutano ulifanyika kuhusu maendeleo ya soka la Afrika, alienda yeye. Hiyo inakuonesha kwamba hata Afrika yenyewe inatambua Florai Benge ni mtu wa thamani kiasi gani kwenye bara la Afrika unapozungumzia mpira wa bara la Afrika. Kwa hiyo Azam wana kete ya ushindi mikononi mwao. Azam wana dira sahihi zaidi ambayo inawaongoza msimu huu, tofauti na miaka mingine yote ambayo imepita huko nyuma, tukirudi mpaka mwaka 2013 walipoanza kushiriki michuano ya ngazi za virabu barani Afrika, wakianza na kombe la shirikisho, na tumekuja kushuhudia miaka hivi karibuni wamefanikiwa kwenda kushiriki klabu bingwa Afrika. Kwa hiyo naiona Azam ambayo wengi wanaiona Azam labda inaweza kufuzu, ndio kwa mafanikio makubwa sana kufuzu hatua ya makundi. Mimi ninafikiria Azam hii ya Ibenge na wachezaji waliopo kufika hata hatua ya robo finali, na inawezekana. Sababu ya kufanya hivyo Azam wanayo, nia ya kufanya hivyo Azam wanayo. Kwenye benchi wana mtu wa maana, kikosi chao kimesheheni wachezaji wazuri. Kwa hiyo wanashindwa kwa sababu gani? Kipi cha kuwafanya washindwe? Pesa kwao sio shida. Azam leo hii tuashumu angekuwa anakwenda kucheza ugenini, Azam ana uwezo wa kuondoka hata wiki moja kabla kwenda tu kufanya maandalizi, kwa sababu hiyo pesa wanayo na akasurvive vizuri. Azam sio timu ya bakuri. Hizo Simba na Yanga zimepitia hizo vipindi ambazo wanatembeza mabakuli kwa mashabiki. Azam hajawahi kuwa na historia hiyo na hatarajii. Azam ina msuli mkubwa wa kifedha. Kwa hiyo watashindwa kufika robo finali. Kwa sababu gani? Tusiione Azam kwamba kufuzu makundi ndio mafanikio, ila mimi ninatamani kuiona Azam kwa jinsi ilivyo kuanzia kwenye benchi la ufundi wachezaji wake. Ninatamani kuiona Azam ikifika hata robo finali, na inawezekana. Umejaribu kutupitisha kwa nani kabisa sababu ya Azam kutokufanya vizuri kwenye hiyo michuano. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.